Solomoni mtawala huyu. Na Solomoni tunajua kama historia yake, aliwahi kuulizwa na Mungu, ungependa upewe nini katika sala zako? Unaomba nini? Unaomba unataka kupata nini? Solomoni hakuomba mali, hakuomba utajiri, aliomba kuwa na hekima. Hekima imuongoze. Na huyo tunamsikia katika somo hili. Anasema kwamba akasimama mbele ya mkutano katika sala yake ya shukrani, akasema akaubariki mkutano, na katika kuubariki mkutano macho yake yalielekea mbinguni kwa Mungu. Abarikiwe Mungu, asifiwe Mungu, atukuzwe Mungu. Ndio wa kwanza katika yote. Hayo mengine hayo ya pembeni. Atukuzwe huyu, asifiwe huyu. Kwa nini? Kwa sababu amewafanya Waisraeli kustarehe. Maana yake nini? Kustarehe, wawe na amani. Na walio na amani ni wale ambao wanatambua wajibu wake, na kila kitu kiko sehemu yake. Kila kitu kiko sehemu yake. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunaona hiyo amani, sio kwa sababu ya maaskari, sio kwa sababu ya kuwa na jeshi kubwa, sio kwa sababu ya kulindwa sana. Kila kitu kipo sehemu yake. Wanaheshimiana, wanasaidiana, wanaongozana. Ndio amani ilivyo. Na haki za watu zinafanyiwa kazi. Hakuna mwenye kudharau utu wa mwenzake. Hakuna mtu mwenye kuweza kuongea hovyo kwa ajili ya mwingine, kwa sababu kila mtu ana haki ya usiri. Uwezo ukajitamkia tu unavyopenda kuhusu mwenzako, na uwezi ukaanza kujilipua mwenyewe kienyeji tu. Kwa sababu hiyo kila kitu kiko sehemu yake. Kustarehe, sina hofu. Siogopi kwamba kuna mtu atakuja kunitikisa. Siogopi kuna mtu atakuja kuniogofya na silaha au na nini. Ndio walivyokuwa Waisraeli. Ndio maana anasimama na kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu huyu amewafanya watu wastarehe, wawe na afya, waheshimiane, wasaidiane, na kila mtu amjali mwenzake, na kila mtu atendewe kama inavyostahili mwana wa Mungu, sura na mfano wa Mungu. Hiyo ni kustarehe. Ndio maana hiyo alifanya hivyo. Hakumshukuru Mungu kwa kuwa na utajiri au kwa kuwa na nguvu nyingi, kwa kutawala watu. Kwa watu kustarehe. Kiona watu wananung'unika, watu wanalalamika, watu wako juu, wana hofu, hiyo kuna kasoro. Ujirekebishe. Kama ni mtawala, ujirekebishe. Soma alama za nyakati. Ukiona watu wametulia, ukiona watu wanafanya vizuri, sio kwamba kuna kitu unachokifanya. Una hofu na Mungu na unamtanguliza katika yote unayotenda. Ni muhimu, kwa sababu Mungu huyu anatawala watu wake kupitia namna mambo mbalimbali na namna nyingi.